Ninakusalimu popote ulipo mtazamaji wangu wa hichi kituo cha kupendwa cha Tanzania News TV. Hujambo, karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Ninakuomba usubscribe, washa kengele, ili kipindi ambapo tutakuwa tunapakia matukio yetu unayapata kwa wakati. Sasa mtazamaji wangu, ninaelezwa kwamba tangia wajumbe wa baraza kuu la chama cha CCM ukipenda neki walipokutana kwenye kikao upande wa Zanzibari, makamu wa rais Dr. Nchimbi amewekewa vikwazo. Je, ni vikwazo vipi ambavyo Nchimbi ameweza kuwekewa? Kumbuka kwamba hichi kikao ambacho kiliweza kufanyika upande wa Zanzibari, viongozi kama vile Paul Makonda walisema kwamba wamechoshwa na vibwanga vyake, ama ukipenda vimbwanga vyake makamu wa rais ambaye ni Dr. Nchimbi. Kumbuka kwamba kuna kauli ambayo Nchimbi aliweza kuambia Watanzania tuweze kutetea na kupigania katiba mpya. Kumbe ile hotuba haikuweza kufurahisha baadhi ya viongozi ndani ya chama cha CCM. Sasa baada ya baraza hilo la neki, wajumbe hao wa neki wa CCM kupatana upande wa Zanzibari, Nchimbi amewekewa vikwazo vikali. Sijui iwapo unajua kwamba chama cha CCM kinachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia katika taifa letu la Tanzania. CCM na demokrasia haviendani, ni maji na mafuta. Tangia mwaka 1995 pamekuwepo na tuhuma nyingi zinazoonyesha kuwa chama hicho cha CCM kilikubali mfumo wa demokrasia ya vyama vingi shingo upande. Hilo nimeweza kuamini. Matokeo ya kukubali demokrasia ya vyama vingi shingo upande ni kutumia vyombo vya dola kuvuruga uchaguzi za ndani na uchaguzi zote katika jamii. Mfano, ukiangalia katika taifa letu la Tanzania, mtazamaji wangu, CCM imeingilia chaguzi zozote zile, iwe ni chaguzi za vyama vya michezo katika taifa letu la Tanzania. CCM imeingilia kati, haitaki kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Iwe ni chaguzi za vyama vya walimu, wafanyabiashara, bodaboda, vyama vya upinzani, halmashauri za wilaya, CCM imeingilia kati, haitaki kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Na hii ni udhibitisho kwamba CCM inachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Kila mwananchi yuko na demokrasia. Uko na demokrasia yako. Demokrasia ni pale ambapo unaweza ukawa ndani ya serikali, lakini sio lazima uweze kukubaliana na kila kitu ambacho kinasemwa na serikali. Unaweza ukawa ndani ya chama cha CCM. Viongozi wanapitisha kwamba yeyote atakayepingana na serikali auawe. Sio eti kwamba unakubaliana na kila kitu hicho. Kuna wale ambao wanapingana, lakini sasa CCM haitaki mtu yeyote mwenye anapingana na serikali na awe ndani ya serikali. Haitaki kabisa. CCM inapotokea mwanachama wake
au kiongozi wake akatumia uhuru wa demokrasia yake kujieleza, namna ambavyo makamu wa rais Dr. Nchimbi alipotumia ama alivyotumia uhuru wake kutuambia sisi wa Tanzania tuweze kupigania kitu ambacho kinaitwa katiba mpya. Pambaneni mpate katiba mpya. Pambaneni mpate katiba ambayo ina makubaliano ya wadau wote, katiba yenye mwafaka katika taifa, katiba itakayotupeleka mbele miaka 50 inayokuja. Katiba ambayo kila Mtanzania popote alipo atajisikia fahari kujitambulisha, mimi natoka Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo, si maendeleo ya mali tuna uchumi, lakini maendeleo ya heshima na utu wa binadamu anayeishi katika Tanzania. CCM wakati mwingi wanatumia ubabe uliopo ndani yake kumnyamazisha yeyote yule ambaye anaonekana kwamba anapingana na serikali, na haswa akiwa ndani ya CCM. Mgongano huu, mtazamaji wangu, wa kuichukia demokrasia ndani ya CCM na haswa kutumia ubabe wake kunyamazisha wale viongozi ambao wako na sauti ndani ya CCM haujaanza sasa hivi. Angalia, Job Ndugai alisimama kueleza hadhari ya kuchukua mikopo mikubwa na hadhari yake kwa nchi. CCM, mtazamaji wangu, ikamshukia kama mwewe. Makada, wabunge wenzake wakambagaza na kumshinikiza aweze kujiuzulu. Baada ya shinikizo na ushauri wa watu wazima uliojaa unafiki, tuliambiwa kwamba Ndugai ameweza kujiuzulu. Hiyo ndio maana nimeweza kukuambia kwamba CCM inachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Ikitokea ndani ya chama cha CCM mtu ameweza kujitokeza au kiongozi ameweza kujitokeza na kuweza kuonyesha nia ya kusimama na wananchi, unakanyagwa vilivyo. Sasa mtazamaji wangu, hiyo utagundua ni kwa nini Balozi Humphrey Polepole aliweza kutekwa, kwa sababu alikuwa ameanza kutoa kauli za kusimama na wananchi. Balozi Polepole alijaribu kuelekeza CCM hivi na akajaribu kusema ukweli, alinyamazishwa. Hadi leo hajawahi patikana mahala alipo. Sasa CCM kwanza kumwekea vikwazo Nchimbi eti kwa sababu Nchimbi amesema Watanzania wapiganie katiba mpya, huo ni upuzi. Angalia mtazamaji wangu, Samia na Nchimbi walipiga kampeni, wakazunguka taifa lote la Tanzania kupiga kampeni, wakisema kwamba iwapo watarejeshwa madarakani chini ya siku 100 wataanzisha katiba mpya. Baada ya uchaguzi mkuu, mtazamaji wangu, siku hizo 100 zimepita au zilipita bila hata maelezo ya kwa nini mchakato huo haukuanza. Makamu Rais Nchimbi ameamua kufufua zile ahadi ambazo walikuwa wanaambia wananchi kipindi cha kampeni. Unaona sasa ananyamazishwa.
Nchimbi alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wanawahakikishia Watanzania kwamba siku 100 wataleta katiba. Lakini hizo siku 100, mtazamaji wangu, zikapita. Katiba haikuja. CCM inaona Watanzania kama ni wajinga. Yaani CCM, mtazamaji wangu, inaona ni sawa ikumbushwe na watu wengine, lakini isiwe kwamba ni viongozi wake wanawakumbusha kuhusu mambo ya katiba. Ndio maana nimekueleza kwamba CCM huwa inachukia demokrasia. Sasa Nchimbi ameweza kuwekewa vikwazo, na vikwazo vya masharti ambavyo ameweza kuwekewa, mtazamaji wangu, ni vya kutotoa kauli yoyote kwa vyombo vya habari kabla ya tangazo lolote rasmi kutolewa na utawala wa Samia. Mimi Ezra niko na mdomo wangu, lakini sasa eti kwamba huo mdomo CCM imeniwekea vikwazo na masharti kwamba nisizungumze hadi pale taarifa rasmi itakapotolewa na uongozi wa CCM ambaye ni mwenyekiti Samia. Sio ndio, mtazamaji wangu? Nimetoka kukuambia hapa hivi kwamba CCM inachukia demokrasia. Demokrasia ni pale ambapo kila mwananchi yuko na uhuru wa kujieleza, na hii itakueleza namna ambavyo CCM inachukia uhuru wa kujieleza, uhuru wa wanahabari na uhuru wa maandamano. Iwapo watamwekea makamu wa rais, kiongozi ambaye ndiye anaweza akashikilia nafasi ya rais iwapo rais ataondoka, iwapo wanamwekea vikwazo vya kutozungumza kwa vyombo vya habari, je, wewe ni nani? Nimekueleza kwamba kile ambacho kiliweza kuleta mkanganyiko mpaka CCM wameweza kumwekea Nchimbi vikwazo ni kutokana na kauli ambayo aliweza kuitoa kwa wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu kwamba tupambane tupate katiba mpya. Sasa wameona kwamba Nchimbi huwa anazungumza mambo ambayo yanakinzana na msimamo wa serikali. Kumbuka kwamba kuna mchakato ambao unaendelea ndani ya hii serikali ya Samia. Wanataka kufanya mabadiliko makuu ya uongozi wa chama, mabadiliko makuu ndani ya serikali ya Samia. Mabadiliko hayo yakiwa ni kumtafuta naibu, ama ukipenda makamu wa rais mpya. Kumbuka kwamba Nchimbi amekuwa akishinikizwa aweza kujiuzulu. Ndio maana nimekueleza kwamba CCM huwa inachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Ukitaka kuamini hilo, mtazamaji wangu, nimeweza kukupea mfano mzuri. Aliyekuwa Spika Ndugai pamoja na Tulia Ackson walivuliwa vyeo kwa namna ambayo haikuwa inaeleweka. Angalia, taifa mwaka uliopita, taifa letu la Tanzania lilishtuka pale ambapo waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa alipotangaza kuwa hachukui tena fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Ruangwa. Wiki moja kabla alitangaza bungeni kuwa atachukua fomu kugombea ubunge. Lakini ni kipi ambacho kiliweza kujiri mpaka Majaliwa akatangaza kwamba hachukui tena fomu? Ndio maana ninakuambia kwamba
CCM inachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Tangazo la kustaafu kwa makamu wa rais wa zamani Bwana Philip Mpango ilizua taharuki vilevile. Hata hivyo ndio kulikuwepo na taarifa za kuumwa kwake, lakini hiyo haikuwa eti kwamba ni lazima aweze kustaafu kutoka kwa siasa. Ikumbukwe nafasi ya makamu wa rais, mtazamaji wangu, huwa haigombewi. Kwa hivyo hapakuwa na ulazima wa kutangaza mapema ili wanaoitaka wajipange kugombea. Sasa hii tabia ya CCM, mtazamaji wangu, kuchukia demokrasia huku ikitumia demokrasia kuwabagaza watu wengine ndicho chanzo cha vita zisizoisha ndani ya CCM. Sijui kama unanielewa. Hii tabia ya kuchukia demokrasia ndio imefanya mpaka wameweza kumwekea vikwazo Bwana Nchimbi. Nchimbi ameweza kuwekewa vikwazo, mtazamaji wangu. Nchimbi ameweza kuwekewa vikwazo ambavyo ameweza kuwekewa, mtazamaji wangu, ni vya kutozungumza kwa vyombo vya habari. Na nimekueleza kwamba kuna uwezekano wa mabadiliko makubwa ndani ya uongozi wa serikali, yakihusisha nafasi ya makamu wa rais ambaye ni Dr. Emmanuel Nchimbi. Vile vile mabadiliko ndani ya chama cha CCM, na atakayetangaza ni Samia. Anyway, sijui wazo lako ni lipi. Ndio maana nimekueleza kwamba, mtazamaji wangu, CCM huwa inachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Inachukia kabisa demokrasia. Na haya mambo ya kuondolewa kwake Nchimbi sasa yameshika kasi. Yameshika moto baada ya Nchimbi kusema kwamba unajua nini? Watanzania tupambane tuweze kupata katiba yetu mpya. Hapo ndipo utagundua kwamba hii serikali ya Samia kumbe inachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Mwenyezi Mungu awabariki. Takuwa naendelea kuwaletea mengi zaidi, kwa sababu papa hapa ndipo unapata taarifa za ukweli. Wewe jiulize, kama makamu wa rais anaweza akawekewa masharti na vikwazo vya kutotoa kauli kwa vyombo vya habari kabla ya tangazo lolote rasmi kutolewa na rais, wewe jiulize, wewe ni nani ambaye huwezi ukawekewa masharti? Hii ndio sababu unaona, mtazamaji wangu, hii serikali inatumia kuteka wananchi, kuangamiza wananchi wanaoipinga, kwa sababu serikali hii ya Samia haiamini kwa kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Demokrasia ni pale ambapo nimekueleza taifa lipo huru. Mimi ninaweza nikaunga serikali, yule anaweza akapinga serikali, yule mwenye anapinga serikali akuwe salama. Lakini serikali ya Samia na CCM inachukia kitu ambacho kinaitwa demokrasia. Mwenyezi Mungu akubariki.